Na mtazamaji wa Tumaini TV, karibu kwa mara nyingine katika kipindi cha Walei Tuzungumze, nikiwa na walei mundani, tukihakikisha tunakumbushana yale yote mazuri yanayopatikana katika katiba ya Halmashauri ya Walei Tanzania, na kubwa zaidi bado tumesalia katika mada kuu ile kanzi ya uongozi, na kuna mengi mazuri tulipata nafasi ya kujadili kipindi kilichopita, na leo pia yapo ambayo tutatakiwa kujadili katika kipindi hiki cha Walei Tuzungumze. Kwa niaba ya mkurugenzi wa utume wa walei Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Padre Vitalis James Kasembo, mimi ni Bruno Bomola ninayekualika na kukukaribisha katika kipindi hiki cha Walei Tuzungumze, nikiwa na mwalimu Eleuteri Kobelo, lakini leo ameambatana na mgeni mwingine. Tutakuja kumfahamu mgeni humu ndani. Muda mrefu amekuwa adimu katika kipindi hiki cha Walei Tuzungumze, lakini miongoni mwa wale waanzilishi wa kwanza kabisa wa kipindi hiki cha Walei Tuzungumze, zaidi ya miaka 8 mwalimu. Naam. Kwa hiyo leo wakimtazama ndimbo hivi, kuna vitu watakuwa wanakumbuka wale waliokuwa wanafuatilia mwanzoni kabisa mwa kipindi hiki. Basi nikukaribishe mwalimu Kobelo, mkaribishe mgeni wetu leo. Naweza kutufungulia kwa sala, maana huyu ni mgeni sisi wenyeji. Sawa. Asante sana ndugu mtangazaji. Basi si mgeni kama mgeni, lakini kwa sababu amepotea muda mwingi ndio maana amepewa hiyo sifa ya ugeni. Bahati nzuri umeeleza vizuri kwamba ni miongoni mwa watu ambao wa mwanzo kabisa katika vipindi hivi vya Walei Tuzungumze. Ilikuwa ni timu ya watu kama 3-4 hivi. Yakiwepo baba mkurugenzi mwenyewe, akiwemo Damian Moses Ndimbo, akiwemo mtu anaitwa Eleuteri Kobelo, na mtu ambaye sasa yeye atajitambulisha. Karibu sana uweze kutufungulia kipindi chetu kwa sala. Nimshukuru Mwenyezi Mungu. Aima, kabla ya kuanza kwa sala nijitambulishe kabisa. Majina yangu ninaitwa Maalim Verani Mushi. Ni mjumbe kwenye kamati yetu ya uinjilishaji Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa hadhi ya ugeni. Ni jambo kubwa. Manake ukiwa sana unaonekana huko tunakuchoka. Lakini kwa sababu nimekuwa mgeni leo, walau pengine nione hata mtazamaji akiwa na hamu kunisikiliza. Basi yote kwa yote tuanze na Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika vishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Mungu, tunakushukuru kwa nafasi hii adhimu uliotupa ya kuweko kwenye studio hizi za television Tumaini. Tunakuomba uwe nasi tunaposema yale tutakaozungumza yapate kibali kwako. Msikilizaji anayetufuatilia sasa, tunakuomba ufungue fahamu zake, yale tunaoyasema yaweze kuwa na manufaa katika maisha yake. Tunakuomba Bikira Maria utuombee. Roho Mtakatifu tunakusihi uwe nasi, uwe mwalimu wetu, lakini utupe hekima. Utukumbushe Mungu Roho Mtakatifu, ili yale yote tunayoyafanya tuyafanye sawa sawa na mapenzi yako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Asante sana Maalim kwa ufunguzi wa sala ambao umetufungulia siku ya leo. Tunaenda hili na la Maalim hili, mengine yale hawajazoea sana. Mwalimu Kobelo, basi nikukaribisha alau tupitishe kwa muktasari kipindi kilichopita kabla kuendelea na kipindi chetu siku ya leo. Asante sana. Nakumbuka vyema kwamba katika kipindi kilichopita tulizungumzia zaidi kiongozi na matunda ya Roho Mtakatifu. Naam, tuliona kadiri ya katekisimu yetu ya Kanisa Katoliki kuna matunda takribani 12 ambayo kiongozi akiyatumia hayo basi anaweza akafanya kazi yake vizuri kabisa. Na yale matunda pia yameelezwa kwenye waraka wa Paulo mtume kwa Wagalatia sura ile ya 5, kwa tunda la Roho. Sasa kule katika maandiko matakatifu ya Biblia imesema tunda la Roho. Katekisimu imechambua kwa undani zaidi, imesema matunda ya Roho Mtakatifu 12. Kwa hiyo yale tuliyaeleza kwa vizuri, na tunaamini kwamba kwa viongozi basi wakiyafuatilia vizuri, wakijifunza vizuri maneno yaliyomo mle kwenye maandiko matakatifu na maneno yale ambayo tunayapata kwenye katekisimu ya Kanisa Katoliki, basi yale matunda yale yatazaa utendaji mzuri wa viongozi,
lakini zaidi sana yatazaa mafanikio kuanzia ngazi za jumuiya, kwenye kanda zetu, kwenye vigango vyetu, kwenye parokia zetu na hata kwenye majimbo yetu, kwa sababu ni matunda yale, tunda la Roho, matunda ya Roho. Hayo ndo tuliyafafanua kwa kina katika kipindi kilichopita. Kwa hiyo kwa siku ya leo nadhani tutakuwa na jambo lingine kabisa. Karibu. Asante. Sasa kwa siku ya leo kadiri ya mafundisho yetu yanapoendelea, na mpendwa mtazamaji, tuko hapa tunafanya haya chini ya uongozi wa baba mkurugenzi wa utume wa lei Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, Father Vitalis Kasembo, ambaye yeye sisi tuko kwenye kamati ya uinjilishaji na yeye ndio kiongozi wetu, na wako wengine, kuna katibu, kuna nani, lakini basi yeye ndo anayebeba hii zana nzima ya ufanikishaji wa hivi vipindi. Sasa tutakachoangalia leo kwa ndani kinazungumzia habari za wajibu, uwajibikaji wa viongozi. Kwa kiongozi ni sehemu moja. Lakini sehemu ya pili, wewe ni kiongozi, unawajibika? Kama hauwajibiki, manake tena uongozi wako unakuwa ni ile mradi kiongozi. Yaani sasa unaitwa bora kiongozi, sio kiongozi bora. Sasa ili uonekane kwamba ni kiongozi bora, basi lazima ukae katika hali ya nini? Ya uwajibikaji. Kwa hiyo jambo ambalo tutaenda kulitazama siku ya leo kwa undani ni linalohusu masuala mazima ya kiongozi na uwajibikaji. Mwenyekiti umechaguliwa, unajua nafasi yako? Ushaijua, sawa, unaifanyia kazi, unawajibika? Makamu mwenyekiti umechaguliwa na walei wenzako uwatumikie, je, unawatumikia? Na unajua namna unapowatumikia? Maana wakati mwingine Mwalimu Moshi kuna kuwaga na shida fulani, mtu akishaita labda makamu mwenyekiti anasema mwenyekiti si yupo. Kwa hiyo kazi anafanya mwenyekiti, mimi ni nani? Ni makamu tu. Sasa kuna mtu pia amechaguliwa kama katibu, anawajibika kwenye nafasi yake ya ukatibu. Lakini kuna mtu pia anaitwa katibu msaidizi. Wengine wanasema makamu katibu, sijui anampataga wapi huyo makamu katibu, lakini katiba inasema katibu msaidizi. Na kuna mtu anaitwa makamu wa mwenyekiti, wengine wanasemaga mwenyekiti msaidizi. Sijui anampataga wapi huyo mwenyekiti msaidizi, lakini pale ni makamu wa mwenyekiti. Sasa mara nyingi utakuta hawa anaitwa labda makamu mwenyekiti na huyo anaitwa katibu msaidizi, wengi wanajizaniaga kwamba hawana nini? Hawana kazi. Kwa hiyo wanashindwa kuwajibika na wanafikiri kwamba hayo ni mambo ambayo yanamhusu. Katibu si yupo? Mimi msaidizi, katibu yupo. Mimi makamu mwenyekiti, mwenyekiti yupo. Mtu ambaye pengine anakuwaga hana nafasi ya kujitetea ni mtunza hazina, kwa sababu yeye anabaki yeye kama yeye. Kwa hiyo asipowajibika itaonekana kabisa tu kwamba mtunza hazina huyo hajafanya nini? Hajawajibika. Lakini basi wakati mwingine hata huyo mtunza hazina hawezi kuwajibika vizuri kwa sababu hajui kwamba kuna wakati katiba inaeleza habari za kamati hizi. Kuna kamati ambayo inahusika na mwenyekiti, kuna kamati ambayo inahusika na makamu mwenyekiti, kuna kamati ambayo inahusika na katibu, kuna kamati ambayo inahusika na katibu msaidizi, kuna kamati ambayo inahusika na mtunza hazina. Sasa hawa viongozi waliochaguliwa laiti wangekuwa wanafuatilia vizuri hii katiba ya halmashauri ya walei inachosema, kila mmoja angejiona kabisa ana majukumu, ana wajibu wa kufanya nini? Wa kufanya bila kujali kwamba yeye ni makamu mwenyekiti au bila kujali kwamba yeye ni katibu msaidizi. Angejiona tu kwamba ana majukumu. Lakini wengi hawajioni huko. Hawana hata hizo katiba zenyewe, hawana hata miongozo mbalimbali ya kanisa. Kwa hiyo sio kwamba tunawalaumu, lakini tuko hapa ili tusaidiane, kufahamu, kukumbushana. Naam, kukumbushana na kusaidiana juu ya wajibu zetu mbalimbali. Kwa hiyo hilo ndio jambo ambalo ningependa niliseme katika utangulizi. Uwajibikaji. Naam. Uwajibikaji. Manake kwanza tunapozungumzia uwajibikaji ni hali ya kujituma. Yaani manake kile ulichotuma wewe unajituma. Kujituma wakati mwingine si lazima utumwe. Wewe utajua nini ninachopaswa kufanya, nikifanye kwa wakati sahihi. Ndio inakuwa hivyo. Na mara nyingi Mwalimu Kobelo amedokeza hapa, lakini ima kuna marekebisho kidogo ameweka kwenye zile nafasi. Kuna mwenyekiti, alafu kuna makamu mwenyekiti.
ni sahihi, sio mwenyekiti msaidizi. Kuna katibu na kuna katibu msaidizi. Hatuna msaidizi wa katibu au makamu katibu au katibu mkuu ndani ya kanisa, hatuna. Yuko katibu msaidizi, yuko hivyo. Mtunza hazina, hatuna mahazini. Mahazini ndani ya kanisa ni baba paroko mwenyewe, lakini kwa sisi walei ni watunza hazina. Na ndio maana kwenye nafasi ile, ili uwajibike vizuri, usije ukachukua hela za kanisa ukaenda kuchezea vikoba, ukakopea, labda pengine ukaingiza kwenye biashara, ni tatizo. Lakini sio hivyo tu, marekebisho mengine ambayo niweke, kuna mtu anakuambia bwana, mimi bwana ndio mwenyekiti wa parokia. Ni makosa. Hakuna, sisi walei hatuna mwenyekiti wa parokia. Sisi tuna mwenyekiti wa halmashauri ya walei. Mwenyekiti wa parokia ni paroko mwenyewe. Iko hivyo. Kwa hiyo haya yakae vizuri. Sasa tunarudi kwenye uwajibikaji. Ili niweze kuwajibika, lazima niweze kujua wajibu wangu ni upi. Na tatizo, miongoni mwa changamoto kubwa kwa uzoefu nilionao, manake majimbo kaza wa kaza, maparokia ya kutosha ambao tumetembea kwa ajili ya uongozi, tatizo kubwa tunalokumbana nalo, baada ya chaguzi kufanyika, watu hawaitishi semina elekezi kwa ajili ya viongozi. Hakuna hizo. Sasa viongozi wanaochaguliwa kuanzia ngazi ya jumuiya mpaka juu, huwa wanaongoza kadiri ya yeye mwenyewe na kipawa chake tu. Mimi nimechaguliwa, nitaongoza kadiri inavyoweza, sio kadiri ya maelekezo namna yalivyo. Na ndio maana tulikuwa kwenye kituo kimoja cha redio, sitaki nikitaje, lakini wakati tumepeleka mada ya wajibu wa kiongozi ndani ya kanisa, akapiga mtu simu kutoka jimbo fulani, sitaki nikitaje vile vile. Akasema, mwalimu, hayo ulozungumza bwana ndio kwanza ninayasikia na mimi ni kiongozi. Akaendelea kusema, toka parokia hii imekuwa parokia, kutoka kuwa kule ilikuwa ni sub-parish. Kutoka kuwa sub-parish mpaka imekuwa parish yenyewe. Hatujawahi kupata semina yoyote ya uongozi. Sasa ni miongoni mwa vitu ambavyo vinasababisha watu hawawajibiki, kwa sababu hawajui wawajibike katika jambo gani. Na si hivyo tu, Mwalimu Kobelo alidokeza, kwa mfano, ili mimi niweze kuwajibika vizuri, sharti niweze kujua wajibu wangu. Mwalimu Kobelo alivyokuwa anaeleza hapa, anasema hawa makamu mwenyekiti, katibu msaidizi na wengine, unakuta kwa sababu juu kuna kiongozi kama mwenyekiti na mimi ninamsaidia mwenyekiti, nalala usingizi kwa sababu sina cha kufanya mpaka yule ashinde kufanya kitu ambacho si sawa. Au mpaka asafiri. Ndio maana sasa ingekuwa ni kule kwenye jamii yetu, kama labda unajua kwenye mamlaka za kijamii kule, mwenyekiti ama mkurugenzi anaposafiri na wewe kawepo pale, ndio unapata marupurupu hapa na pale. Sasa unakuta mwenyekiti hasafiri, mwenyekiti haumwi. Umeona? Sasa yupo siku zote, kila unapoamka yupo. Sasa kila bwana hata kutafuta asafiri. Sasa ndio hapo tunaanza kufanya mambo yetu. Ili walau pengine kuhakikisha huyu anakuwa dhofu hali, anabaki nyumbani kwake ili na mimi nipate maslahi. Ndani ya kanisa haiko hivyo. Ndani ya kanisa kila mmoja katika ile kamati tendaji ya watu 5, kila mmoja ana wajibu wake. Mwenyekiti anayo mambo yake 16 ndani ya katiba ya halmashauri ya walei kuanzia ukurasa wa 14. Katiba hii ya halmashauri ya walei. Lakini sio hivyo tu, anasaidiwa na makamu mwenyekiti, ambao makamu huyu mwenyekiti anamsaidia mambo yake 16 mwenyekiti. Na ndio maana ili tuwajibike sote vizuri, ni rai kwa wenye viti kwamba embu mkae kisinodi, mpiane majukumu. Na ndio maana tuko viongozi 5, lakini si tu kwa maana kuchaguliwa mwenyekiti wa parokia ama mwenyekiti kule kwenye kanda, mwenyekiti kwenye jumuiya. Utakuwa unashinda kwenye jumuiya kuanzia asubuhi mpaka jioni. Utakuwa unashinda parokiani wewe wiki nzima huko parokiani tu kufanya majukumu yako. Watu wana majukumu, wameajiriwa. Watu wana majukumu yao. Sasa katika mgawanyo wa majukumu ya kikanisa na majukumu ya kijamii, ni vizuri tukashirikishana, kila mmoja afanye. Leo mimi sipo, makamu afanye majibu wake. Leo katibu hayupo, msaidizi afanye kazi yake. Mara nyingi unaweza ukaenda kwenye parokia ukakuta katibu ndo anayesoma matangazo miaka yote, asipokuwepo basi matangazo hayasomi. Si sawa. Tumuone leo katibu msaidizi anasoma matangazo.
Tumuone leo kijana mwingine yoyote ambaye ame talent ya usomaji, tumuone leo yuko pale anawajibika. Ndio sehemu vile vile ya kuweza kuibua watu kwenye uzoefu wa masuala ya kanisa. Ili niweze kuwajibika, shariti tuweze kufanya majukumu yetu vizuri. Kamati hizi tendaji kwa mujibu wa katiba yetu kuanzia ule ukurasa wa 20 na kadhalika, kuna vikao vimetajwa pale, wanakutana mara nyingi zaidi kuliko halmashauri yao. Sasa kukutana kwao mara nyingi zaidi kuliko halmashauri yao ni ili kupata namna ya kuyamulika mambo kwa kina, lakini sio tu kuyamulika, kupeana, kugawana. Manake bana, makamu utanisaidia kwenye jambo fulani, katibu wangu msaidizi utanisaidia kwenye jambo fulani. Sasa katika minajili ile ndio unakuta tunakwenda kisinodi, kila mmoja na wajibu wa kufanya. Sasa tusipofanya hivyo, tusipokaa pamoja, tusipopiana majukumu, ndio unakuta mimi ninajiovadozi. Wakati mwingine ninang'ang'ana kufanya mambo yote peke yangu mpaka ninakosa muda wa kuhudumia familia yangu. Ninakosa muda wa kuwajibika kule kwenye jamii, kwenye majukumu yangu yanayoniingizia kipato. Mwisho wa siku mpaka familia inavurugika. Mpaka mama mmoja ananiambia, bwana, huyu baba toka amechaguliwa kuwa kiongozi kwa kanisani, yani hatumuoni, kiasi kwamba amekuwa bize mpaka tunashindwa, tunasema kwa nini amechaguliwa. Sasa yote haya ya nini? Lakini tunaporudi kwenye zana nzima ya uwajibikaji, maana yake ni kukasimiana madaraka, kupeana taarifa, kupeana, yani maana yake ifike mahala kwa maana ya tuwasiliane. Mimi ni makamu, nampigia simu kiongozi wangu pale juu, ni mwenyekiti. Mwenyekiti, leo kuna mambo gani tunaendelea nayo? Mwenyekiti anieleze, kuna 1, kuna 2, kuna 3. Nisaidie katika hii. Tunapiana namna ile. Unakuta makamu naye anashughulika, kadimu sazini naye anashughulika na vitu vingine kama hivyo. Asante. Haya mambo ya msingi. Na mwalimu, wakati unafafanua hayo yote, mimi kuna kitu nakumbuka. Naam. Unajua sisi Wakatoliki hata formula yetu ya ibada bado iko kwenye mambo ya kutukumbusha juu ya uwajibikaji. Ibada tu pale ibada ya misa takatifu inavyoanza na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwamba nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutokutimiza wajibu. Manake kanisa linaona kipaumbele kikubwa kabisa kila mmoja atimize nini? Wajibu. Sasa kuna kutimiza wajibu kwa maana ya nafasi yako kama ulivyochaguliwa, lakini kuna kutimiza wajibu kama mwana kanisa. Lakini wajibu huu unapotimiza kama mwana kanisa, unautimiza kwa Mungu, unautimiza kwa kanisa lenyewe, lakini unautimiza unapokuwa kiongozi. Sasa unaenda mbali zaidi, unautimiza mpaka kwa wale wanaofanya nini? Unaoongoza. Sasa hili neno yaani ukilisema hivi linaonekana jepesi, lakini ukilitazama kwa undani lina uzito mkubwa sana. Na ndio maana tupo sasa kukumbushana kuhusiana na uwajibikaji wa viongozi. Nilisema awali, umechaguliwa kuwa kiongozi, unawajibika. Kama huwajibiki, labda kwa sababu haujui majukumu yako, sasa tutakumbushana baadhi ya majukumu. Na ndio maana pia mwalimu hapa alianza kugusia neno hili kuwajibika, na maana yake kwamba ni kujituma, lakini kutimiza nini? Majukumu. Mtu anayewajibika hasubiri sana kuamrishwa, fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki. Tayari mimi nishajijua mwenyekiti, tayari najijua wajibu wangu ni huu na huu na huu. Sina sababu mpaka eti fulani ndo aanze kufanya nini? Kunikumbusha, kunielekeza, sije kufanya nini. Hapana. Kwa sababu kila kitu kanisa limeainisha. Madhara ya kuongoza bila kujua majukumu yako, utatuongoza kwa mujibu wa taaluma yako. Sasa kama wewe ni mwalimu, ukija kwenye jumuiya yetu pale, sisi wote tutageuza kwa nani? Wanafunzi. Unatamani uchukue hata bakola utuchape sasa, kwa sababu kama uchukue fimbo tutie fimbo. Sasa sio taaluma yake. Au amrishe, na wakati kwenye jumuiya kuna watu wakubwa kama baba yake mzazi. Sasa au amrishi tu. Nimeshashuhudia mtu anakuwa mkali, anawafokea mpaka wazee na yeye ni kijana mdogo tu. Sasa kanisa haliendi hivyo. Au sasa kama wewe kwa mfano ni mwanajeshi, ndo sasa utatumia taaluma yako ya nini? Kijeshi, ile amri zile. Lakini sasa kanisa lina miongozo. Kama wewe ni engineer, utatafuta sasa daktari, utatafuta hizo formula za kidaktari ndo tuletee nini kwenye jumuiya, wakati kumbe unao nini hapa? Mwongozo ambao unakuguide, unakuelekeza kile kitu ambacho unatakiwa ufanye. Sasa nilifikiri kwamba pengine ni vizuri zile kamati zetu zile. Naam. Kuna kamati ya
mwenyekiti. Inaitwa kamati ya malezi, familia na afya. Sasa inapokuwa kamati ya malezi, familia na afya, hii inaongozwa na mwenyekiti. Mwenyekiti ndio mwenyekiti wa kamati hiyo. Na anakuwa na wajumbe wengine 4. Manake yeye ndio anayekuwa mwenyekiti, anayewaongoza wengine wangapi? 4. Na hawa 4 sio katika, hatuzungumzii katika wale watu wa viongozi wa kamati tendaji 5. Hapana, hiyo sio kamati tendaji. Hiyo sio kamati tendaji. Hiyo ni kamati. Hiyo inaitwa kamati ya malezi, familia na afya. Ambayo ina majukumu mengi tu. Moja ya jukumu lake kuangalia mambo ya kama kuna shule huko ya watoto. Moja ya majukumu yake kushughulikia masuala ya ndoa. Labda kama kuna shida kwenye familia. Moja ya majukumu yake kuangalia wagonjwa, afya. Masuala la, unajua katika kanisa sisi, mtu anapoumwa pengine yuko hali zofu la hali amezidiwa, anahitaji huduma ya sakramenti, ile ya mpako wa nini? Mpako mtakatifu. Mpako wa wagonjwa, mpako mtakatifu. Sasa mwenyekiti ndio mwenye kamati hiyo, anatakiwa ajue pia namna gani anavyoweza kuwahudumia wagonjwa, namna gani anavyoweza kuzishughulikia familia, namna gani anavyoweza kuhamasisha mpaka kukajengwa shule ya watoto pale chekechea, labda hawa labda madarasa ya Sunday school, labda watoto wanayetakiwa kubatizwa, labda watoto wanayetakiwa kupata kipaimara. Sasa utakuta mtu ni mwenyekiti, lakini majukumu hayo yeye anaona kama hayamhusu. Kazi yake inakuwa yeye kungojea tu siku ya Jumamosi kuongoza nini? Sala basi. Na tena hata kuongoza sala sio kazi ya mwenyekiti. Kuna mtu anayeshughulika na masuala ya nini? Ibada na liturujia. Ambaye huyu anaitwa makamu wa mwenyekiti. Kwa hiyo hapa tupo kutukumbushane kwamba wewe uliochaguliwa kuwa mwenyekiti una kamati yako inaitwa malezi, familia na afya. Si swala la utoto mtakatifu linakuhusu. Swala la watu wataka kubatizwa linakuhusu. Swala la watoto wataka kupata kipaimara linakuhusu. Swala la watoto hawana darasa la Sunday school linakuhusu. Swala la watoto hawana viti vya kukalia. Maana sasa kwa jumuiya zetu ukifika katika ingine la kuaibu mtihani, utakuta watoto wao kazi yao kukaa kwenye nini? Kwenye mikeka. Mikeka mle. Na kama hamna mikeka, weka kaa kwenye tofali hapo. Inuka kaa kwenye tofali. Sasa ile ni swala la wewe mwenyekiti kuangalia watoto wako wangapi na kwa nini hawana nini? Hawana viti. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo moja kwa moja linamhusu nani? Mwenyekiti. Mwalimu Kobelo, kabla ya kwenda huko unakokwenda, ili eneo pengine tungekuwa na muda mzuri wa kutosha. Hii ni darasa ya mwezi mzima kwenye ile eneo. Hapa tunazungumzia juu ya uwajibikaji. Maana yake mwenyekiti asipojua jukumu hilo ulilolitaja wewe, maana yake ndani ya parokia, ndani ya kanda, ndani ya jumuiya, maana yake malezi yote yatakuwa ni shida. Na ninachokizungumza ni kana kwamba maparokia mengi tunakotembea unakuta hizi kamati hazipo. Na sehemu nyingine kama zipo unawauliza, bwana hii mwenyekiti kamati wewe unayo ya malezi na familia? Anakuambia ninayo. Wajibu wake ni bwana ipo tu, lakini wajibu hivyo. Unakuta na umama meno. Ndaka hajui hata wajibu wake ni nini. Lakini kumbe sasa kamati hii ni muhimu mno kwa sababu ndio inayohakikisha. Wewe umeeleza juu ya watoto. Lakini mimi ninakwenda mbali zaidi, miongoni mwa changamoto kubwa tuliokuwa nayo, walezi wa watoto huwa tunawasahau. Kivipi? Kwamba walezi wa watoto huwa tunategemea wawaongoze watoto wetu kwa zile talenti walizonazo tu. Kitu ambacho si sawa. Tunahitaji kuwa na semina kwa ajili ya walezi wa watoto kila parokia. Na lengo ni nini? Kwanza kuwafunza namna ya kuwajua watoto wenyewe. Kuwafunza namna ya kujua saikolojia ya watoto. Watoto wanahitaji nini? Watoto wanahitaji kufunzwa vipi? Maana yake madhara ya kuto kuwafunza hawa, sawa ana talenti, lakini ndio pale unakuta mtoto ana miaka 5 wamefungiwa sehemu wanafundishwa masaa 2. Wanafundishwa tu sala masaa 2, mtoto anaelewa nini? Wakati unajua kanuni, mtoto kadiri ya umri kuna masaa ya kukaa kujifunza, yakipita kama ni masaa kadhaa, hayo yakipita yaliyowekwa kitaalamu, yakipita mtoto hasikii tena na wala hahifadhi. Unaongea mwenyewe tu. Unaongea mwenyewe. Yaani wala hayupo. Ni umri gani mtoto huyu afundishwe kwa michezo?
Umri gani mtoto huyu afundishwe? Yaani maana yake namna gani mtoto huyu afundishwe kwa nyimbo? Namna gani mtoto huyu afundishwe kwa mifano kaza wa kaza? Miongoni mwa vitu hivyo. Lakini sio hivyo tu, mwenyekiti na kamati yake kwenye eneo hilo la malezi kuweza kutengeneza utaratibu wa namna kwenye maparokia yetu. Watoto hawa wamemaliza sakramenti ya kipaimara. Wameshapokea sakramenti ya kipaimara. Tunawaacha mtaani mpaka siku ya ndoa. Manake unakuta baada ya kipaimara hapa hakuna chochote kinachoendelea. Yaani manake wanaingia mtaani. Hapo wanasubiri sasa siku ya ndoa, waitwe kwenye mafundisho ya siku 2 ama pengine kwa katekista mara moja kwa wiki. Alafu tunakuja kumpa mke wa kuishi na milele. Wasitiane makofi kwa nini kwenye ndoa? Matokeo yake familia haziendi. Haziendi, manake msingi wa familia unaanza na huyu mwenyekiti anayetengeneza malezi. Lakini kwenye malezi si tu watoto, sio tu watoto, lakini kuna vijana. Ukienda kwenye maparokia mengi, vijana wanajihangaikia wenyewe. Wataandaa semina yao, watachangishana 200-300, watatafuta wafadhili wao wanakojua pengine wanapatikana au sipatikane. Lakini sio hivyo tu, watatafuta mtu wa mada wao wenyewe anaendana na wao. Sasa mwenyekiti yupo tu na kamati yake, pengine na mbaya zaidi, yawezekana vijana wakawa na semina yao na mada ikaanza, mwenyekiti hayupo hata kujua semina imeendelea na wamefundishwa nini, hayumo. Manake hii ni hali ya kutokuwajibika. Maana yake kamati tendaji ile, semina yoyote ya chama chochote cha kitume ndani ya parokia haipaswi kufanyika asiwepo yoyote kati ya kamati tendaji. Kwa nini? Ndio wanaojua juu semina hii imefanikiwa ama alifundisha kati ya matango poli. Wanakuja kwenye mrejesho, kwenye vikao vya halmashauri, kwenye ripoti inakuja. Hapa chama fulani walikuwa na semina, vijana walikuwa na semina, au labda walikuwa na semina. Ilikuwa 1 2 3. Matokeo yake ni haya. Tunapendekeza 1 2 3. Sasa utafanyaje haya? Utawekaje ripoti wakati hamkuwepo? Labda Maalim na Mwalimu Kobelo, mengi mazuri bado tunayo hapo, lakini yote haya yanapatikana katika kanzi ya uongozi, na kubwa zaidi siku ya leo uwajibikaji. Wamegusia hapa hii kamati ambayo iko chini ya mwenyekiti malezi afya. Nilisikia hapa juzi parokia yako ndo amechagua viongozi. Mwalimu Kobelo. Si kila parokia wana hizi kamati na wanazifuatilia. Kama wangekuwa wanafuatilia basi tungekuwa na wakati mzuri sana. Wewe tutazama, kuna nambari zinapita hapo chini ya runinga yako kama una swali, maoni ama ushauri katika mada hii kanzi ya uongozi, na kubwa zaidi tukiwa tumegusa wajibikaji, unaweza kutuandikia hapo, na tunakwenda mapumziko mafupi. Tukirejea tutakuja kuendelea hapa. Niko na Maalim Mushi lakini pia Mwalimu Kobelo. Mtazamaji wa Tumaini TV katika kipindi hiki cha Walei Tuzungumze, tukiwa bado tumesalia katika mada kuu kanzi ya uongozi, na mada ndogo tumegusa uwajibikaji. Niko na Maalim Mushi lakini pia Mwalimu Kobelo. Mimi ni Bruno Bumola kwa niaba ya mkurugenzi wa Tume wa Walei Padre Vitalis James Kasebo. Tunakualika uendelee kututazama, lakini nambari zinapita hapo chini ya runinga yako. Kama una swali, maoni ama ushauri, unaweza kutuandikia hapo na ndugu zangu hapa watakuja kutoa ufafanuzi. Kabla tujaendelea, kuna mtazamaji wetu huyu anaitwa Elizabeth anatokea Jimbo Kuu la Mwanza. Anasema viongozi wengi hawajui, wapewe semina kwanza ili waelewe. Wakati huu mwingine sasa tumsifu Yesu Kristo. Samahani, nauliza hivi, hili la viongozi kukatisha waamini kuongea katikati ya kikao, hili limekaaje? Ameandika swali lake namna hiyo. Lakini mwingine anasema viongozi wengi ni wabinafsi, wanataka wafanye wenyewe wanavyoweza. Karibu sana Mwalimu Kobelo, tuendelee kama kuna ufafanuzi kwenye haya ambayo tayari wamekwisha kuanza kuuliza kabla kuendelea. Asante. Sasa huyu aliosema kwamba mtu anakatishwa wakati anaongea, huyu anakata kabla hajamaliza mazungumzo yake. Katika lugha nyingine ananyamazishwa. Sasa hiyo kusema ukweli, hiyo sio taratibu.
Hiyo sio taratibu nzuri hata kidogo. Na mara nyingi mimi ninapofanya hizo darasa za uongozi kwenye maparokia mbalimbali, huwa nasisitiza sana mwenyekiti anaposimamia vikao. Kwanza asitoe upendeleo. Yaani unajua kuna wenye viti wengine ukienda maparokia mengine haya, utakuta mwenyekiti anatoa nafasi kwa wasomi tu. Profesa ulikuwa unasemaje hapo? Akimaliza kuchangia, engineer nimekuona hapo ulikuwa unasemaje juu ya jambo hili? Akimaliza, dokta nimekuona hapo ulikuwa unasemaje? Wakishaisha wale watu ambao yeye anaona ni wasomi wa juu, sasa akisimama mtu mwingine pale, mara nyingi napendaga kutoa mfano wa watani zangu wangoni. Naye mzee Komba alikuwa anataka kusema nini? Sasa hata kama alikuwa na jambo la kusema huyu mzee Komba sasa, hataweza kusema kwa sababu namna alivyopokelewa, namna anavyoambiwa achangie, yani hairidhishi, yani haimfanya aonekane yeye ana thamani. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba acha mtu azungumze, amalize. Kama kuna jambo amelikosea basi mrekebishe, lakini mrekebishe kwa nini? Kwa hekima. Sio kwa kumnyali, kwa kumuona kwamba labda alichoongea hakina maana. Hapana, wewe ni mwenyekiti, na ndio maana unapochaguliwa kama mwenyekiti tunaamini ni mtu ambaye una hekima. Mwenye hekima manake hata kama lile jambo limekuja ndivyo sivyo, yeye anajitahidi aliweke vizuri, linyoke vizuri, lifahamike. Kwa hiyo ndugu yangu huyu aliyosema kwamba na mambo ya kukatishana wakati tunazungumza watu wengine wa tabia hiyo, kwa kweli hiyo sio nzuri kabisa. Na kwenye utaratibu wa kikanisa haitakiwi. Tunatakiwa tutumie hekima. Inatakiwa anayekosea umrejeshe kwa upendo, umuelekeze kwa nini? Kwa upendo. Sio kwa jaziba. Sisi sio watu wa namna hiyo. Na pengine kuna wakati labda kwenye mijadala ile mtu mmoja anasimama anatumia muda mrefu kiasi kwamba sasa anapoteza muda bila sababu ya msingi. Una uwezo wa kutumia hekima kumueleza, ndugu, muda tuliokuwa nao ni mfupi, nenda moja kwa moja kwenye swali lako, kuliko kumwambia kaa kimya. Maana yake inaonekana kana kwamba wewe ni dikteta. Kwenye uongozi lazima tutumie hekima. Ndani ya hekima tunapata busara. Sasa namba 2 katika ile mapaji 7 Roho Mtakatifu ni akili. Haya yote yakitumika vizuri, kiongozi utamaintain kikao chako vizuri. Iko hivyo. Karibu Mwalimu Kobelo tuweze kuendelea. Naam, tulikuwa tunamzungumzia majukumu, uwajibikaji wa viongozi, na tulimgusa mwenyekiti na kamati yake ile ya kamati ya malezi, familia na afya. Lakini kwenye katiba huko ningependa nikuja hapo vitu viwili tu kumkumbusha huyo mwenyekiti wajibu wake. Cha kwanza kinasema kuratibu mafundisho na malezi endelevu ya vijana na watu wa ndoa. Kuratibu mafundisho endelevu ya vijana na watu wa ndoa. Kumbe hata hawa vijana kama Mwalimu Musi alianza kugusia hapa, bado mwenyekiti ndio anayetakiwa kuona vijana wanaenda kwenye njia inayotakiwa. Vijana wamepungukiwa nini? Kama shida yao labda ni ajira, tunaleta semina za ujasiriamali ili vijana wajitegemee. Je, tunabuni hata tuwe na shule za ufundi hapa kwetu ili vijana wajifunze ufundi stadi ili wafanye kazi za ufundi? Pengine ufundi wa kushona, pengine ufundi seremala, pengine ufundi wa magari. Tunawasaidiaje hawa vijana wafike huko? Kumbe bado ni kazi ya nani? Mwenyekiti na kamati yake. Mwenyekiti na kamati yake ile ya malezi, familia na afya. Lakini pia hapa tena kwenye jambo hili tunaona kuratibu na kusimamia mafunzo ya uzazi wa mpango kulingana na mafundisho ya kanisa. Yeye anahusika mpango wa uzazi. Hapo sio uzazi wa mpango, ni mpango wa uzazi. Pana type ingine hapo. Hapa kuna mpango wa uzazi. Tena iweke alama kabisa hapo. Na kwa kweli hapa tunazungumzia juu ya mpango wa uzazi, sio uzazi wa mpango. Uzazi wa mpango tusiana nao. Uko kwenye jamii. Sisi tunazungumzia mpango wa uzazi, manake kwenye ile asili ya kimungu. Mungu alisemaje? Kakutengeneza wewe, ndani yako ameuweka uzazi. Ku-maintain huu ambao Mungu ameuweka, ndio huo unaitwa mpango wa nini? Wa uzazi. Sio uzazi wa mpango. Hapa nishaweka alama. Ushaweka alama. Iko sasa soma bomu walimabomu. Na kwa kweli hapo unajua nilienda haraka, lakini ni mpango wa uzazi, kuratibu na kusimamia mafunzo ya mpango wa uzazi kadiri ya mafundisho ya kanisa. Sasa hii pia ni kazi ya nani? Mwenyekiti na kamati yake.
Sasa kule kama watu wanakuwa hawapati hizi elimu na bahati nzuri sisi tuliingia huko kwenye madrasa hizo tumesoma vizuri tunategemea kwamba maparokia kanda jumuiya vigango vitutumie kwenye eneo hili tusaidiane mpango wa uzazi kwa kadri ya mafundisho ya nini ya kanisa unakaaje hapo. Mwalimu Kobelo, umezungumzia juu ya masuala ya mpango wa uzazi. Na tunapozungumzia mpango wa uzazi turudi kwenye jina la kamati ya mwenyekiti. Malezi, familia na afya. Hii afya iliyozungumzwa hapa ulianza kuidokeza mwanzo, lakini sio afya ya kufagia uwanja kwamba mwenyekiti azunguke kwa waumini kuangalia kama wamefagia kwenye maeneo yao. Pia ni afya ya uzazi. Ndio kwenye mpango huu wa uzazi. Na pengine sasa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam kuanzia tarehe 8 wametangaza kozi maalum ya walimu wa kufundisha kozi hizo kwenye maparokia yetu. Maana yake kuanzia tarehe 8 mwezi wa tarehe 10 mwezi wa 8 maana yake wanaanza kujiandikisha kwenda kusoma. Maana yake tulitangaza hapo kupitia redio, kwa hiyo nisije nikasahau wale wenye viti, makatibu wasaidizi wanapaswa kusikia hiyo na wajiandikishe ama watafute watu watakaojiandikisha ili wakajifunze hiyo kozi waje wasaidie kwenye parokia zao. Manake takwa la msingi ni kila parokia pawe na mwalimu ambao mwenye uwezo wa kufundisha semina za malezi ya familia. Sasa ikikaa hivyo ni nzuri. Lakini kingine Mwalimu Kobelo, hapo manake mimi nilikuwa natamani tubaki kwa mwenyekiti. Huyu makamu mwenyekiti pengine tukipata muda kipindi kijacho kingine tutakuja kumchambua. Tubaki hapo kwenye mwenyekiti. Huyu mwenyekiti nimezungumzia juu ya malezi ya familia pale vijana wametajwa. Na nikasema wazi kwa maana ya vijana hawa huwa wanajiendea wenyewe kama vile hawana walezi. Wanaandaa semina zao wenyewe wakimtafuta mtu wanaompenda wao, sio mtu anayestahili kuwafunza. Sababu ni nini? Mwenyekiti hana mpango na hawa. Hajui kwamba ni wajibu wake kuweza kuhakikisha hawa vijana wanafundishwa vizuri. Ikumbukwe wazi, mwenyekiti huyu ili atembee kwenye zana ya uwajibikaji, katiba hii inazungumza yafuatayo, ukurasa wa 6. VMJ, vyama, jumuiya na mashirika ya kitume vitafanya kazi zake chini ya mwamvuli wa halmashauri ya walei. Ndani ya vyama vya kitume, karibu vyama vyote kwenye katiba zao wanazungumzia juu ya malezi. Kwa mfano, UWAKA. Katiba yao inazungumzia juu ya kamati ya malezi, familia na afya. Sasa huyu mwenyekiti kwenye kamati yake ameshatengeneza watu wake 4. Lakini ndani yake wakaingia viongozi wa vyama vya kitume. UWAKA kwa sehemu yao, WAWATA kwa sehemu yao. Wakasuka mpango wa kushughulikia hii. Mimi ninakwambia hiyo parokia itafanyiwa kazi. Mambo ya familia yatazungumzwa vizuri. Huo mchaka wa kuwatengeneza vijana utasonga mbele. Manake kwa vijana kuna mambo mengi. Ikumbukwe wazi kijana huyu tunampaswa kumtoa kwenye ujana kumpeleka kwenye utu uzima, kwamba atoke kwenye ujana awe baba familia. Anaingiaje? Anakwenda kuoa, anajua nini maana ya ndoa. Ndio pale sasa kijana ameshatutangazia na ndoa ameshaandikisha. Vikao vimeshaanza. Unamuuliza sasa, Joni, kwa nini unaoa? Wale vijana wote nilosoma nao bwana wameshaoa, kwa hiyo nimebaki mimi tu. Kwa hiyo na mimi nimeoa ili usibaki peke yangu. Sasa ukisikiliza hiyo sentence unajua huyu kijana anaoa lakini hajajua maana nini maana ya ndoa. Anaoa kwa kufuata mkumbo. Mwingine ukimuuliza anakuambia hapana, mimi bwana nikitoka kazini nachoka sana. Kwa hiyo nimeoa ili nipate mtu wa kunisaidia kupika. Manake wewe hajaoa mke, ameoa mpishi wa kupikia. Au mwalimu Mushi, mama unakuta kashachangia sana wenzake. Alikuwa naoa na mimi hata nipate zawadi. Anamlazimisha mwanawe aoe ili na yeye apate zawadi kama alivyochangia wenzie. Ama pengine apate michango kama na yeye alivyofanyaje, alivyochangia wengine. Sasa hii ni mbaya. Mwenyekiti na kamati yake kwenye eneo la uwajibikaji anapaswa kujiratibu vizuri, kuisuka kamati hii, kujua wajibu wake ili mambo yakae sawa. Mwalimu Kobelo, nyinyi hapa Tabata kuna wakati hapa Kristo Mfalme mliwahi kuandaa semina za kategori za viongozi. Maana yake mwenyekiti wa parokia akaandaa semina za wenye viti na makamu wenye viti.
Na mimi kuna parokia moja nimefanya nao semina za namna hiyo. Lakini sio hivyo tu, baada ya hiyo katibu akaandaa semina ya makatibu na makatibu wasaidizi. Mtunza hazina na yeye kama kawaida kwenye eneo lake. Maana yake zinasaidia kuwafanya watu waweze kujua namna ya kuwajibika vizuri. Mwalimu Mushi na Mwalimu Kobelo, naona kuna watazamaji wetu pia wanatuandikia jumbe mbalimbali. Huyu anaitwa Pascal kutokea jimbo Katoliki la Tabora. Tunaomba jamani watu wa namna hii wapewe semina, maana wengi tunakosa semina. Tupate semina ya malezi, familia na uzazi kutokea Tabora. Huyu anasema ni kweli vijana siku hizi wanaoa au wanaolewa kwa kufuata mkumbo. Yeye ametuandikia, wakati wasa masomo ni nzuri sana ila wahusika hawajui wajibu na mipaka yao. Wapatiwe elimu ya uongozi na maana yake. Anaitwa Mlei kutokea parokia ya Josephine Bakita Igoma kule Mwanza. Ametuandikia namna hiyo. Kwa bahati nzuri, kwa mfano Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam ndio tuna kamati kabisa inaitwa kamati ya uinjilishaji chini ya mkurugenzi wa utume wa lei. Kwa hiyo hii ina walimu ambao wamebobea katika masuala hayo ya kufundisha juu ya mada za uongozi. Darasa mbalimbali. Na miongoni mwa walimu hao ni sisi unayetuona tuko hapa kwamba huwa tunafundisha hizo darasa za uongozi, huwa tunatoa mafundisho mbalimbali, na pengine unaweza ukatoa mialiko ya namna hiyo kupitia ofisi ya baba mkurugenzi utume wa lei Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, au ukawasiliana na hao walimu wakaja wakasaidia popote pale. Huwa tunakwenda, kwa mfano kama sisi tumebahatika kwenda majimbo mbalimbali hapa Tanzania kwa ajili ya mafundisho haya. Lakini ninachotaka nisisitize kingine kuhusu uwajibikaji wa mwenyekiti. Ndio. Kuna jambo hapa linasema kushauri kwa kusaidiana na paroko katika masuala ya ndoa na familia. Limenukuliwa andiko hapa la Waebrania sura ya 13 aya 4 kwamba ndoa na iheshimiwe na watu wote na malazi yawe safi. Na malazi yawe safi. Waasherati na wazinzi watahukumiwa moto. Naam. Sasa tumalize tupate utamu wake. Bali mkamu hapa tumalizie kabisa. Tusikate tumalize. Sasa katika eneo kama hili ndio unajua unapokuwa mwenyekiti wewe ni mtu muhimu sana katika kanisa. Kwa sababu una nafasi ya kumsaidia baba paroko katika mashauri yanayohusu nini? Ndoa. Na ndoa zina changamoto nyingi. Wengine labda kwa sababu ya vyakula fulani yameharibu mazingira yao ya uzazi. Wengine magomvi, wengine shida mbalimbali tu zinatokea kwenye masuala ya ndoa haya. Sasa unapokuwa mwenyekiti, ukikosa busara, ukikosa hekima, ukikosa kutunza siri za hawa watu ambao wanakuja kukuletea wakati wengine matatizo, wanakuja analeta mizigo mikubwa kwako, unatakiwa ushauri kwa hekima, unatakiwa ushauri kwa busara, inatakiwa usiwe mtoa hukumu. Unajua mshauri sio mtoa nini? Sio mtoa hukumu. Kuna wengine anakwenda huko anasema sasa wewe kama mkeo anakufanyia hivi si ungemtandika vibao viwili tu. Bora sasa huo ni ushauri mbaya. Au namwambia sasa kwa namna hii kwa nini usiachane naye? Kwa nini usiachane? Utafute mwingine. Huo ni ushauri mbaya kabisa, kwa sababu wanadamu daima sisi sio wakamilifu, tuna mapungufu ya hapa na pale. Sasa ukisema ushauri ukatoa ushauri wa namna hiyo, maana yake utazisambaratisha ndoa nyingi. Lakini wengine mtu anakueleza mambo yake ya ndani kabisa. Wewe unatakiwa utunze nini? Siri. Sio unasema yule mzee unamwona yule hamna kitu, anaingia kwenye gari si nini, lakini yule mke wake anamtandikaga makofi kila siku yule. Unaona? Tayari ushatoa nini? Ushatoa siri. Kumbe ilikuwa ni swala la wewe na wao kukaa kushauriana kuona mnafanyaje. Kwa hiyo unapoitwa mshauri katika masuala ya ndoa, tanguliza kumwomba Mungu sana akupe hekima, akupe busara, akupe na maarifa ya kuweza kushauri vizuri mambo haya yanayohusu nini? Ndoa, kwa sababu kwenye ndoa ziko changamoto nyingi. Huyu anaitwa Love Meshak anatokea Bialamuro, parokia Mwinjili Luka. Anasema kuna wenye vitu wengine wapendi maendeleo ya vijana. Je, kama huyu anatakiwa tumfanyie je ambaye apendi maendeleo ya vijana? Ameandika hivyo. Huyu mwingine anaitwa Katakista Victor Laurian anatokea Bukoba. Nawashukuru wa vipindi vyenu vizuri kuelimisha, tumebarikiwa sana. Ameandika hivyo. Wakati huyu anaitwa Mzee Amondi Ndondeye, Jimbo Katoliki la Kigoma, parokia Makere. Nimefurahia sana jinsi kipindi cha Leo Tuzungumze cha jioni hii
Nauliza kama mnao mpango wa kuandaa watu katika majimbo kuelimisha juu ya wajibikaji wa kamati tendaji na halmashauri za walei. Naam, hayo maswala tukipata mialiko sisi tunaenda tu. Yaani ni swala la kupata mwaliko, tushaenda kwanza hata hivyo majimbo mbalimbali, na bado unajua majimbo ni mengi, parokia ni nyingi, hata hizi za Jimbo Kuu Katoliki ya Dar es Salaam tu bado hatujaweza kuzimaliza. Lakini taarifa itoke mapema ili tuone program ratiba zimekaa vipi. Ratiba imekaaje? Kwa hiyo uwezekano wa kwenda popote kwa ajili ya mambo haya ya uinjilishaji, kusaidiana, viongozi waweje, hayo yako ndani ya uwezo wetu kabisa. Na Mwanangombelo, kuna mmoja hapo kasema kama mwenyekiti hapendi maendeleo ya vijana, huyu tunamfanyaje? Sidhani kwamba mwenyekiti amewahi kuwatangazia vijana mimi sipendi maendeleo yenu. Lakini hawa wamesema hivyo kutokana wameona hawajibiki kwao. Au ushirikiano umekuwa sio. Yaani kile kitendo cha mwenyekiti hawajibiki kwao. Kwa vijana wamempima na wakaona bana hatuoni faida yoyote inayosababishwa na mwenyekiti wakati yeye anapaswa wajibike kwa ajili ya hilo, ndio wakapima huyu hapendi maendeleo ya vijana. Sasa tunarudi kwenye hoja ya msingi, apate elimu mwenyekiti, ajue wajibu wake ni nini ili aweze kuwajibika. Kumbuka, kamati tendaji mabosi wao ni halmashauri ambapo wamechagua watu 5 wanaotekeleza majukumu ambao wamewatuma. Na kwenye vikao vya halmashauri, kumbuka, ni lazima kamati tendaji waweze kuleta mrejesho mpaka wa vyama vya kitume kwamba ndani ya kipindi cha miezi 6, ndani ya kipindi cha mwaka mzima wamefanya nini kwa vyama vya kitume. Sasa kama hujafanya lolote, usije ukasema kana kwamba umefanya chochote. Sio unakufa wewe hujafanya chochote afu unataka tuandike mabango kwenye t-shirt. Tumevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo umeumaliza, lakini umekaa kwenye uongozi miaka 3, vijana hawajawahi kukuona. Vyama vya kitume hawajawahi kujua chochote, mambo wanafanya mambo yao tu, si sawa. Lazima tujue wajibu wetu na tuwajibike vizuri. Na mtu ambaye anaratibu masuala ya vyama vya kitume ni makamu mwenyekiti. Makamu mwenyekiti. Yaani yeye kila chama cha kitume kinapofanya mambo yake, anapaswa kuratibu, kujua kwamba nini kimezungumzwa, nini changamoto, nini kifanyike. Apeleke mrejesho kwenye kamati nini? Kwenye halmashauri. Kwenye halmashauri. Na kumbuka unapozungumza halmashauri na baba paroko yupo pale. Maana ni kanisa lote liko pale linasikiliza kamati tendaji, tuliokutumeni nyinyi mmetekelezaje? Mwalimu huyo anasema kweli ni kwamba tumeacha msingi wa kupata viongozi na watu wenye weledi katika imani, badala yake wanachaguliwa watu wenye pesa, mwisho wake wanapelekea kushindwa kusimamia malengo na malezi katika dini yetu. Mwalimu walau neno lako hapo. Kuchagua mtu labda ana pesa, hiyo sio shida. Shida anauishi Ukristo. Kwa sababu hata Yesu bado alikuwa na wanafunzi wengine matajiri tu. Kwa mfano Yusufu al-Mataya alikuwa tajiri. Unaona? Wanafunzi wake wale kwa mfano baba wa imani Ibrahim na alikuwa nini? Tajiri. Shida sio utajiri. Shida uko commitment kiasi gani katika masuala ya nafasi yako uliochaguliwa. Imani ipo. Imani ipo, unawajibika. Unafanya vile ambavyo Mungu anataka, unafanya vile ambavyo kanisa linataka, au unafanya ya kwako kwa sababu unalingia una nini? Una fedha. Kwa hiyo swala sio mtu ana pesa au ana utajiri au hana utajiri. Swala ni namna gani anavyojitoa katika kufanya kazi ya nani? Ya Mungu. Naam. Na mtazamaji wa Tumaini TV, najua kuna mengi unaendelea kujiuliza juu ya ile kanzi ya uongozi, na tumegusa kidogo hapo kwenye uwajibikaji na tumemgusa mwenyekiti. Bado kuna mengi hatujamaliza kwake, lakini tuna warsha ya waamini walei na miongoni mwa mada uongozi pia ipo ndani yake. Naam, baba mkurugenzi wa utume wa lei Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam huwa anatukumbusha waamini wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam kwamba tarehe 26 mwezi wa 9 mwaka 2026 kutakuwa na warsha kubwa kabisa ambayo itafanyika kule uwanja wa Uhuru. Ule unaitwa uwanja wa Uhuru? Au Shamba la Bibi. Shamba la Bibi. Kwamba pale kutakuwa na mambo mengi, mada mbalimbali zitafundishwa, lakini pia na michezo itakuwepo. Kwa wale wapenda michezo wale, michezo mbalimbali pia itakuwepo. Na baba mkurugenzi utume wa leo anasema tuendelee kujiandikisha. Tuendelee kujiandikisha kwenye maparokia yetu, tuendelee kujiandikisha kwenye jumuiya zetu ili kwamba siku hiyo ule uwanja ufanye nini? Ujae. Tukafurahie. Inakuwa ni kama mtoko fulani hivi, mtoko wa lei maalum kwa ajili ya kwenda kupata darasa maalum,
kwa ajili ya misa takatifu, kwa ajili ya michezo mbalimbali. Usipange kukosa. Mchango wenyewe sio mwingi, 5,000 tu. Kama unatoa zaidi ya hapo nadhani haikataliwi, lakini mchango wenyewe ni shilingi ngapi? 5,000 tu. Unaweza ukamlipia hata mwingine. Familia wapange kutoka kama familia. Lakini uzuri mmoja kwa Dar es Salaam, nimeona wakiratibu kiparokia kuanzia kule kwenye jumuiya, na wamekuwa wakiandaa kosta za kwenda pale uwanjani. Sasa hivi zile special haya mayai zile unakuta wameweka mabango mbele, parokia ya Mavurunza, Bikira Maria mkiingia dhambi ya asili, Mavurunza, bango liko mbele, kosta 8. Zote tumetulia kwenye upepo kama vile wakubwa fulani tunaenda sehemu, kumbe tunakwenda uwanja tunakwenda uwanja Uhuru kwa ajili ya ibada. Ni matukio machache ndani ya mwaka yanayotufanya Wakristo wa Katoliki tukae kwa ujumla wetu, kwa umoja wetu na Baba Askofu. Kuna matukio ya mavuno. Ile ni kwa ajili ya mavuno, lakini tukio lile ni maalum kwa ajili ya sisi wenyewe kukaa na Baba Askofu wetu. Lakini sio hivyo tu kupata mada makhsusi zile, lakini tupate raha kwa ajili ya michezo ya aina mbalimbali. Unakosaje katika jambo la namna hiyo? Alafu sisi wa Katoliki tunapambwa na mambo mengi. Ni kwaya za kutosha ziko pale. Alafu zikwaya siku hizi zina trend sana kwenye mitandao ya kijamii sana. Yaani Ukatoliki una raha. Uko na raha yako. Sasa matukio kama haya sio ya kukosa. Yaani na pengine kile kiingilio kimewekwa kwa ajili ya kuweza kulipia tu yale zile facility ambazo zitafanyika pale. Lakini si kana kwamba yaani manake wewe toa hela yako vizuri, mlipie mkeo, walipie familia, njoo, mna gari binafsi njooni, mna magari kwenye parokia yenu mnakodisha njooni. Huu ni mtoko usio kwa kawaida. Maalim Mushi, neno lako kwenye hili tuliogusa, na wengi hizi kamati hazipo katika parokia zao, na kama kuna mawasiliano, wengi wanatamani kupata semina hizi, alafu tutahitimisha na Mwalimu Kobelo kwa dakika moja. Okay, jambo la kwanza hicho tumedokeza tu. Lakini kama Mwenyezi Mungu akijalia kipindi kijacho tutaendelea kidogo, tukipata kibali kwa ajili ya kuja tutaendelea kidogo kwenye hilo eneo. Namba yangu ya simu ni 0683 303076, 0683 303076. Piga simu tuzungumze. Lakini pengine kama kuna ratiba za aina yoyote, unaweza ukawasiliana na mkurugenzi utume wa lei, ama ukanipigia simu tuone namna ya kuratibu ili tuweze kutumika kwenye maeneo fulani. Karibu Mwalimu. Asante. Nami pia kwa ajili ya mambo mbalimbali haya ya utume unaweza ukanipigia 0789 12 00 16, 0789 12 00 16. Kama alivyosema Mwalimu Mushi, basi unaweza tukawasiliana nasi au ukawasiliana na ofisi ya Baba Mkurugenzi utume wa lei Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, na mambo yanakaa sawa tu. Mwalimu, karibu tuhitimishie kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tunakushukuru Mungu kwa sababu umekuwa nasi, tukikushukuru Mungu Roho Mtakatifu. Umetuwezesha tuseme tukiamini haya tuliyosema ni sawa sawa na mapenzi yako. Daima siku zote tunaukimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu. Usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuokoe siku zote kila tujapo hatarini. Kila mtukufu uliyebarikiwa. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Asante sana Maalim Meradi Mushi. Asante pia walimu wa Luteri Kobero. Asante pia wewe ambao ulikuwa ukitutazama katika kipindi hiki cha Walei Tuzungumze. Kwa niaba ya mkurugenzi wa utume wa lei Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Padre Vitalis James Kasembo, na paroko wa parokia ya Mtakatifu Teresia Mtoto Yesu pale Viwege, mimi ni Bruno Bumola. Tunakutakia utazamaji mzuri wa vipindi mbalimbali kutoka hapa Tumaini TV.